uzushi wa aina 10 juu ya funga ya 6. Khutba yetu ya leo insha Arrahman alladhi allama alquran itakuwa ina nukta 3 tu. Nukta ya kwanza, uharamu wa uzushi katika Uislamu. Nukta ya pili, pata kujua na kusikia uzushi wa aina 10 juu ya funga ya 6. Lakini nukta ya mwisho, fadhila na faida za funga ya 6. Moja kwa moja nikielekea katika Qur'an, katika suratul Ankabut aya nambari 68. Sikiliza ubaya wa kuzua, ubaya wa kutunga, ubaya wa kuzusha, ubaya wa kulisemea uongo dini yetu tukufu ya Uislamu. Al-Ankabut inatuambia, Allah anasema, waman adhlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba. Nani muongo mkubwa kuliko yule anayemzulia uongo Allah, au kadhaba bilhaqqi lamma jaa, au akakanusha akakadhibisha haki na kuipinga pindi ilipomjia. Alaysa fi jahannama mathwan lilkafirin, je, si katika jahannam makaazi kwa ajili ya makafiri? Hii ni suratul Ankabut, na Allah anatuthibitishia ya kuwa hakuna mtu muongo nambari 1 duniani kuliko yule anayependa kuzua uongo. Tukienda katika suratul Nahli aya nambari 116, aya hizi zina umri zaidi ya miaka 1500, bimaana tangia zishushwe juu ya kifua cha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lakini utadhani kama zimeshuka leo. Sikiliza structure ya maneno haya, sikiliza sigha ya maneno ya Allah jalla fi ula. Allah anatuambia, wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahi alkadhib inna alladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba la yuflihun. Na wala msiseme uongo kwa kuropokwa ndimi zenu. Hichi ni halali na hichi ni haramu, msiseme hivyo. Allah anasema msipende kuropokwa, na wala msiseme uongo, na wala msizue, na wala msizushe, mkawa mnaropokwa kupitia katika ndimi zenu. Uropokaji wa aina gani sasa? Uropokaji wa aina gani? Mkapata kuambia watu katika masala mbalimbali, hadha halalun wa hadha haram,
haram, hichi ni halali, hiki ni halali na hiki ni haramu. Mnajisemea tu, mnahalalisha vilivyoharamishwa na mnaharamisha vilivyohalalishwa, litaftaru ala Allahi alkadhib, ili mupate kumzulia uongo Allah. Msipende kusema sema sana, msipende kuropokwa, ili mupate kumzulia uongo Allah. inna alladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba la yuflihun, hakika wale ambao wanaomzulia uongo Allah siku zote hawatofaulu. Na kama hili halitoshi, twende tena katika suratu Al-An'am uone namna uzushi, kuzua, kutunga, kutengeneza lilivyokuwa ni jambo baya sana katika Uislamu. Al-An'am sura ya 6 aya nambari 138, sehemu ya aya mwishoni kabisa, Allah anasema sayajzihim bima kanu yaftarun, na Allah atakuja kuwalipa wazushi wenye kuzua yale waliokuwa wakiyazua duniani. Sasa nihitimishe katika nukta hii ya ubaya wa uzushi katika Uislamu, nihitimishe na aya ya mwisho, japo aya ziko nyingi, lakini nilizojaliwa kuziandaa kwa faida yangu na faida yako na faida ya umma kwa ujumla ni hizi aya chache ambazo takriban zinafika 5 au 6. Aya ya mwisho katika suratu Taha, aya nambari 61, fi qissati Firauna wa Musa, katika kisa cha Firaun na Musa walipokubaliana wakutane hadharani. Firaun akataka ashindane na Musa, akimtuhumu Musa ya kuwa ni mchawi na anayoyafanya ni uchawi. Akakusanya wachawi wote, qala maw'idukum yawmu zina, qala maw'idukum yawmu zina. Wakapanga siku maalum ya kukutana. Musa alayhi salam akatoa angalizo kwa Firauna watu wake. Nenda Taha 61 aya nambari. Musa alayhi salam alimwambia Firauna watu wake, qala lahum Musa, akawambia Musa, wailakum la taftaru ala Allahi kadhiba, ole wenu leo, msije mkajaribu, msije mkathubutu kumzulia uongo Allah, fayushitakum bi'adhab, na leo mkizua mkamzulia uongo Allah, Allah atawateketeza kwa adhabu, atawapeperusha kwa adhabu. Waqad khaba man iftara, na hakika leo na hakika siku zote ameangamia mwenye kuzua. Tosheka na haya ndugu yangu Muislamu. Sasa naenda kwenye nukta ya pili, uzushi wa aina 10.
uzushi wa aina 10 juu ya funga ya 6. Moja ya matatizo ya Waislamu wa zama hizi, asilimia zaidi ya 90 hawajui, na hawajui kama hawajui, na asilimia zaidi ya 90 ya Waislamu wa zama hizi ni wajuaji na wabishi. Kuna msemo umeenea maarufu, msemo wa Kiswahili, kusoma sijasoma, lakini mambo ya dini hunidanganyi. Anasema ukweli kwamba hakusoma, lakini wakati huo huo anasema na uongo, lakini mambo ya dini hunidanganyi. Na tunasikia wengi wakisema nimepita madrasa, na mimi nabariki kauli hii ya kupita madrasa. Wengi wamepita madrasa, hawakukaa madrasa na kusoma Qur'ani ipasavyo. Mshairi anasema alaysa min albalwa bi annaka la tajri wa annaka la tajri bi annaka la tajri idha kunta la tajri wa lasta kaman dara fakayfa idhan tajri bi annaka la tajri idha kunta la tajri wa lasta kaman dara فكيف إذا تجري بأنك لا تدري أرى الجهل المركب شر داء إذا تسربل بالغباء فإن مزج بإعجاب وكبر فذلك إذا عناوين الشقاء. Hivi si katika majanga kwamba wewe hujui, lakini hujui kama hujui. Na ikiwa hujui na si katika wenye kujua, vipi basi utajua kama wewe hujui? Katika uzushi mbalimbali mitaani, ndugu zangu, juu ya ibada tukufu takatifu ya funga ya 6. Sikiliza sasa, mimi nimeweza kunukuu mambo kama 10 tangia mdogo, nikiwa natoka kule Toroli cha ng'ombe naelekea Tandika na timu ya vijana, watoto wenzangu, tunakwenda kucheza mpira pekupeku. Tulikuwa tunafungana magoli, na mpaka leo haya magoli watu wazima wanafungana juu ya funga ya 6. Uzushi wa aina 10. Kwa haraka haraka sasa, sikiliza uzushi wa kwanza. Funga ya 6 ni ngumu. Funga ya 6 ni ngumu katika kudanganyana. Waislamu wa zama hizi, uzushi, uvumi unaovuma 6 mwanangu, ngumu. Utasikia maneno hayo, rawahu wa Bongo. Iweje umeweza kufunga siku 30? Hazikuwa ngumu, masiku 6 yawe magumu. Nilikwambieni ile Ijumaa iliyopita, mwamba amekwisha funguliwa. Iblis, miongoni mwa vitu anavyopandikiza katika vichwa vya watu na kuwavunja moyo wasiendeleze ibada, wasifunge funga ya 6, anaeleza funga 6 ni ngumu. 6 ni ngumu.
Sita ni ngumu. Mwisho wa siku wengi hawafungi sita kwa itikadi ngumu, wakati si kweli. Sita ni nyepesi sana. Umekula ng'ombe mzima mkia, inakushinda. Umeweza kufunga siku 29 au siku 30, hayakuwa mazito wala magumu. Ikiwa Ramadhani yenyewe Allah anasema ayyaman ma'dudat, ni masiku machache yenye kuhesabika. Eti masiku 30 Allah kayaita ni machache yenye kuhesabika. Sita, niambie, ni mengi? Sita, niambie, ni ngumu? Ukimsikia mtu anakwambia sita ni ngumu, chukua hiyo, rawahu wa bongo. Uzushi wa pili juu ya funga ya sita. Funga ya sita ni funga ya wazee. Rawahu wa bongo. Hamtaki vijana waendelee kumwabudia Mola wao, hamtaki vijana waendelee kuchuma thawabu, hamtaki vijana waendelee kunyooka. Funga ni ya wazee mwanangu, kwa hiyo wanaachiwa wazee, vijana hawafungi. Uzushi, uongo, rawahu wa bongo. Uzushi wa tatu, vijana hawaruhusiwi kufunga sita. Wewe kama ni Mswahili kindakindaki, umezaliwa Uswahilini, unaishi Uswahilini, hayo lazima utayasikia na kuyajua. Sita siyo funga ya vijana, rawahu wa bongo. Uzushi wa nne, funga ya sita ukianza mwanangu utakiwi kuiacha. Ukiacha utakufa kabla ya siku zako. Rawahu wa bongo. Qur'ani tukufu inatuambia katika suratu Ali Imran, hafi mtu kabla ya siku zake, japokuwa maneno haya yamekuwa ni matani na joksi. Hata mimi naweza nikajisahau nikasema hivyo au ukajisahau, lakini kumbuka ya kuwa ni makosa kutamka maneno haya. Hakuna anayeweza kufa kabla ya siku zake. Alu Imran inasema wama kana li nafsin an tamuta illa biidhnillah, wala nafsi haiwezi kufa illa kwa idhni ya Allah. Kitaban muajjala, ahadi za watu wote zimekwisha andikwa katika kitabu. Ukienda katika suratu Al-A'raf, Allah anasema walikulli ummatin ajal, na kila umma wana muda wao, wana ajali yao, wana ahadi yao. Fa idha jaa ajaluhum, pindi kila mtu ajali yake itakapofika, ahadi yake itakapofika, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, hawatochelewa saa wala hawatotangulia saa. Maana yake nini? Maana yake hakuna anayeweza kufa kabla ya siku zake. Uzushi wa aina ya nne, watu wanafungana kamba, wanafungana magoli mitaani. Mwanangu, usijaribu kufunga sita. Unaambiwa ukianza umeanza mpaka unakufa.
ukiacha tu una dedi. Yani sharti hili gumu halipo hata katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao funga yake ni fardhi. Sharia imewaruhusu baadhi ya watu wakipata dharura kufungulia. Akina mama wakipata dharura zao, mbona hawafi kabla ya siku zao? Wagonjwa wa kawaida, mtu kapata infection, kapata homa, kapata corona, anaachia, sheria imemruhusu, baadaye anakuja kulipa. Msafiri, mbona hawa ambao wakati mwingine kisheria wanashindwa kufululiza kwa dharura za kisheria hawafi kabla ya siku zao? Uzushi wa tano, uzushi wa tano, funga ya sita lazima uziunganishe, huruhusiwi kuziachanisha. Rawahu wa Bongo. Inapendeza kuzifuatisha, kuziunganisha, kuzifululiza. Kama mtu aweze akafunga siku moja akapumzika, hakuna pahala popote amekatazwa. Uzushi wa sita, funga ya sita ni kwa ajili ya kina mama kulipa madeni yao, kwa sababu wanawake hawamalizagi mwezi mzima kuweza kufunga, au hawawezi kufunga mwezi mzima, ndio maana wakawekiwa funga ya sita walipe madeni yao. Rawahu wa Bongo. Halimo hilo. Uzushi wa saba, funga ya sita yakipita tu masiku sita baada ya Eid, utakiwe tena kufunga baibai. Rawahu wa Bongo. Bwana Mtume kasema funga ya sita ni mwezi mzima wa Shawwal, mfungo mosi. Wewe unawaambia watu Idi leo, unahesabu kesho, ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, sita, ngoma imetoka, sita imekuacha, yani sita kwa sita eti. Rawahu wa Bongo. Unaweza kufunga hata mwisho wa mwezi wa Shawwal. Haya ni katika mambo ambayo Waislamu wa zama hizi wanadanganyana sana mitaani. Uzushi wa nane, funga ya sita ni kwa ajili ya wale wasiojiamini, wenye wasiwasi na Ramadhani yao. Kama mtu bana, una wasiwasi, hakuna haja gani ufunge. Ramadhani yako ni asilimia zote. Kwa hiyo ukimwona mtu anafunga sita, ujue ana mashaka na Ramadhani yake ina viraka, ndio maana anafunga sita. Rawahu wa Bongo. Ni uzushi huo. Hakuna pahala sheria imesema tunafunga kwa sababu ya kutojiamini na Ramadhani zetu. Uzushi wa tisa, funga ya sita haitakiwi kwa mabachela. Na mimi hapa najiuliza, yani bachela kalazimishwa kufunga Ramadhani ya fardhi, katakiwa afunge, alafu wewe unakuja unasema Ramadhani afunge, lakini sita bachela iwahusu, ni wenye wake tu waliooa tu. Rawahu wa Bongo. 10 la mwisho,
Funga ya sita eti ina idi yake, sikukuu yake, na utasikia Muislamu mzima wanaulizana, sikukuu yako ya sita lini? Mimi kesho. Hongera bwana. Nani kakwambia sita ina sikukuu? Hivi hamjui katika Uislamu sikukuu ni mbili tu? Eid ni mbili tu, Eidul Fitri na Eidul Adha. Hii idi ya tatu ya sita, rawahu wa bongo. Tunayasema haya, anaweza mtu akasema shehe, vipi, mbona atuletea khutba kama ya kimjini mjini? Hapana, khutba nimeanza na maneno ya Allah, takriban aya 5 zinazokataza mtu kuzua na kuzusha. Mifano katika Uislamu yapo mengi tu, na Allah katoa mifano mingi sana ndani ya Qur'an. Na kama umesoma tauhid kisawasawa, unajua watu wa tauhid wamesema nini. Naqilul kufri laysa bikafir, anayenukuu maneno ya kufru si kafiri. Allah kanukuu maneno mabaya ya Firaun ndani ya Qur'an, fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Aliwakusanya wa Misri katika uwanja mmoja, akawaita, akaambia mimi ndio Mungu mkuu wenu, Mungu wenu mkuu. Maneno haya anayasema Allah akimnukuu Firaun. Allah akakubaliana na Firauni yale maneno ni sahihi. Kwa hiyo nimeyaleta haya maksudi, ndugu zangu, kwa sababu uongo ukirudiwa unaweza kuonekanika kuwa ni ukweli. Na kuna wajinga wengi wanaoburuzwa kichwa mchunga, wanaamini hayo na hawafungi sita, kwamba sita mpaka urithishwe na wazee. Sita bwana ni mikoba mpaka ukabidhiwe. Kwa hiyo wazee wanakabidhiana sita, ukikabidhiwa wewe unakwenda na mpaka ukiwa mzee unakabidhi tena kwa mtu mwingine. Rawahu wa bongo, hayamo katika dini hayo. Hotuba yangu naihitimisha kwa faida sita, katika faida kede kem zinazotokana na ibada ya funga ya sita. Mosi, anayefunga funga ya sita, huyu kwanza kabisa atakuwa faida ya kwanza ya kufunga funga ya sita ni kuthibitisha shukrani zetu juu ya Allah jalla fi'ala. Katika suratul Baqara Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, walitukmilu al-idda walitukabbiru Allah ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, na ili mupate kutimiza idadi, ili mupate kutimiza idadi ya masiku ya Ramadhan. Tukishatimiza Ramadhan, Allah katuagiza tufanye mambo makuu matatu: walitukabbiru Allah ala ma hadakum, mumtukuze Allah, mumkabbir Allah, mupaze sauti zenu kwa takbira, wala'allakum tashkurun, na ili mupate kushukuru. Jambo la pili, Ramadhani ikiisha, kinachofuata ni ibada ya dhikri, ibada ya takbira. Baada ya hapo mupate kumshukuru Allah jalla fi'ala.
Kwa hiyo hii ni fadhila na faida ya kwanza ya kufunga ya sita. Ama ya pili, alamatun ala mahabbati alibada wa adamu almalala. Ukimwona mtu anafunga ya sita, ujue ana alama na chembe ya kupenda ibada. Wale wavivu, Ramadhani kisha afadhali tupumue. Wazee wa afadhali wako wengi tu, tena hao Idi inapokaribia ndo wanasemaga tu kimoyomoyo, afadhalishe tu watu tule, nirudishe shavu. Lakini wale wacha Mungu wanaoendeleza na ibada ya funga wana alama miongoni mwa alama za kupenda kwao ibada. Tatu, funga ya sita, alamatun min alamati qabuli siyami Ramadhana. Ukimwona mtu anafunga ya sita, ujue ni ishara ya Ramadhani yake kukubalika. Kwa nini? Mwanawachuoni al-Allama Ibn Rajab anasema inna muawadati siyami ba'da siyami Ramadana alamatun ala qabuli siyami Ramadana. فإن الله تعالى إذا تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح غيره، وفقه لعمل صالح غيره. Sikiza mwanawachuoni anasemaje? Hakika mtu kuwa na mazoea ya kuendeleza ibada ya funga baada ya Ramadhani, anaendeleza ibada ya funga za sunna mbalimbali, hiyo ni alama miongoni mwa alama za kukubalika kwa funga yake ya Ramadhani. Kwa nini ewe mwana wa chuoni? Anasema kwa sababu Allah akimpokelea mja amali anamwafikisha na kumpa uwepesi afanye amali nyingine iliyo njema, bandika bandua. Lakini afadhali na msikiti unaupa talaka tatu, tutakutana Ramadhani ijayo, hata swala tano baibai, huyo ni ishara tosha ya kuwa Ramadhani yake haijakubalika. Shekhe, usitoe hukumu. Jawabu, hakuna anayeweza kutoa hukumu, bali sisi tunawasomea hukumu za Allah na mtume wake Muhammad. Malengo makuu ya funga, la'allakum tattaqun, muweze kufikia kileleni mwa ucha Mungu. Aliyeacha kuswali baada ya Ramadhani amefikia kileleni mwa ucha Mungu? Angefikia, angeendelea kumwabudia Mola wake. Nenda sura ya 5 Al-Maida, Allah kasema kinaga ubaga siku zote hupokea matendo ya wacha Mungu tu. Innama yataqabbalu Allahu min almuttaqin, adatu hasrin wa qasrin, hakika si vinginevyo Allah siku zote hapokei matendo, ibada, amali isipokuwa za wacha Mungu tu. Kwa hiyo Ibn Rajab anatuambia Allah akikupokelea ibada mosi, anakufungulia mlango wa pili wa kufanya ibada ya pili. Kwa hiyo hongereni mnaofunga sita. Hii ni ishara ya kuwa Allah kapokea lile kubwa, ndio maana amekuwafikisheni katika hili ambalo ni la sunna.
Na nyinyi ambao bado hamjaanza, mna mwezi mzima wa Shawwal, mfungo 6, jitahidini muweze kufunga. Faida nyingine, istijabatun li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam liannahu hassa ala siyami 6, kufunga 6. Faida yake nyingine, faida ya 5 ni wewe kuwa mtiifu wa kuitikia wito wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu Bwana Mtume ndiye aliyetuhimiza na kutusisitiza sisi kufunga funga ya 6. Utakuwa umemuitikia Mtume wa Allah. Faida nyingine, funga ya 6, hapa nataka utege sikio. Ukijaliwa ukafunga masiku 6 katika Shawwal plus na Ramadhani yako, mbele ya Allah hautoandikiwa kana kwamba umefunga mwezi mmoja tu, bali umefunga mwaka mzima. Ili uandikiwe katika faili lako ni kana kwamba umefunga mwezi mzima, masharti ni mawili: ufunge Ramadhan kisha ufuatishe kwa masiku 6 ya Shawwal. Usipofunga Shawwal hautofikia daraja hilo la wewe kuandikiwa kana kwamba umefunga mwaka mzima. Hadithi ya Abu Ayyub al-Ansari aliyoipokea al-Imamu Muslim katika sahihi yake kwa nambari 1164, Bwana Mtume anasema, man sama ramadhana, atakayefunga Ramadhan, thumma atba'ahu 6 min Shawwal, kisha akaifuatisha kwa masiku 6 ya Shawwal, kana kasiyami dahri, huyo malipo yake ni kana kwamba amefunga mwaka mzima. Na hili ni kubwa kuliko, ndugu zangu. Mwisho, anayefunga funga ya 6 na kupa maua yako nikiwa juu ya mimbar ya Bwana Mtume Muhammad, nakupa pongezi zako nikiwa juu ya mimbar iliyoanzishwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Uso wako utawekwa mbali na moto wa Jahannam umbali wa miaka 220,000. Ushahidi shekhe, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man sama yawman fi sabilillah, atakayefunga siku moja tu katika njia ya Allah, funga isiyokuwa ya fardhi, ya sunna, kama hii ya 6, ya Jumatatu, ya Alhamis, ya ayyamul bid. Ukifunga siku moja tu kwa ajili ya Allah, tena funga isiyokuwa ya fardhi, isiyokuwa ya lazima, ni ya sunna tu, ba'ada Allahu wajhahu minan nari 70 kharifa, Allah atauweka mbali uso wake na moto umbali wa miaka 70,000. Ukifunga siku moja tu, moto wa Jahannam utakuwa mbali na uso wako umbali wa miaka 70,000. Sasa chukua 70,000 mara 6, utapata 420,000. Ni masiku mengi sana, na hongera sana kwa hilo. Mwisho ndugu zangu, nikwambieni tu ya kuwa funga ya 6 haina masharti zaidi ya 3 tu. Ukisikia 6 ina masharti, masharti magumu, rawahu
watu wa bongo. Sita ina masharti matatu tu kwa mujibu wa hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sharti la kwanza, uwe umefunga Ramadhani. Man sama Ramadhana. Sharti la pili, thumma atba'ahu sittan, baada ya kufunga Ramadhani sasa uje uifuatishe kwa masiku sita, uisindikize kwa masiku sita. Sharti la pili, ufunge baada ya Ramadhani masiku sita. Sharti la tatu, masiku haya sita ufunge mwezi gani? Min Shawwal, uwe umefunga ndani ya mwezi wa Shawwal mfungo mosi. Basi sharti la kwanza uwe umefunga Ramadhan. Sharti la pili uwe umefunga masiku sita baada ya Ramadhan. Sharti la tatu, masiku hayo sita uwe umefunga ndani ya mwezi wa Shawwal au mfungo sita. Zaidi ya hayo mengi mnayosikia rawahu wa bongo. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala atutakabalie ibada zetu, funga zetu, sala zetu, visimamo vyetu, visomo vyetu, adhkari zetu, dua zetu kwa ujumla. Namwomba Allah kwa utukufu wake, kwa rahma zake na baraka zake, kama alivyotujalia kuweza kuuona mwezi mtukufu wa Ramadhan wa mwaka huu 1447 sanjari na 2026, atujalie tuweze kuona mwaka unaofuata Ramadhani ya 1448 sanjari na 2027, tukiwa hai, tukiwa wazima, tukiwa na afya njema. Namwomba Allah atuepushe na maradhi yote madogo kwa makubwa, atupambe kwa siha na afya njema, atuvishe vazi la siha na afya iliyokamilika, atuepushe na riya na sum'a, atupambe kwa ikhlas za hali ya juu na atupambe kwa uchamungu wa hali ya juu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'id alayna ramadana sinina adida wa azminatan madida wa nahnu fi sihhatin wa afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhakkir innama anta mudhakkir lasta alayhim bimusaytir.